Ni nini unapaswa kufanya mara tu baada ya kushiriki tendo la ndoa na mwenza wako? Katika video ya leo, nitakufundisha mambo muhimu ya kufanya baada ya tendo la ndoa kwa mtazamo wa afya na usalama wa mwili. Vidokezo hivi ni vya kipekee na vitakusaidia kupunguza hatari ya maambukizi na kuimarisha ustawi wa mwili wako kwa ujumla. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, namba zake 0748294113, ambazo pia zinapita chini ya skrini ya video hii. Usisahau kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake. Pia tunazo bidhaa mbalimbali za asili zinazosaidia matatizo mengi mwilini. Mwisho wa video hii nitakuambia jambo ambalo kila mwanandoa au mwenye mahusiano kila siku analifanya mara baada ya kushiriki tendo la ndoa. Hoja ya kwanza, na hii inawahusu wanaume na wanawake. Ni muhimu kwenda kukojoa baada ya tendo la ndoa. Kitendo hiki kina umuhimu mkubwa sana kiafya, hasa kwa wanawake kwa sababu njia yao ya mkojo ni fupi zaidi, hivyo kurahisisha bakteria kupenya na kufika kwenye kibofu. Baada ya tendo la ndoa, kuna uwezekano wa kuwepo kwa vimelea katika eneo la karibu, ambavyo vinaweza kuingia kwenye njia ya mkojo na kusababisha maambukizi. Kukojoa husaidia kusafisha njia hiyo kwa asili, kwa kuondoa vimelea kabla havijapata nafasi ya kuenea ndani ya mwili. Kwa wanaume pia, hatua hii ni muhimu kwa sababu husaidia kupunguza uwepo wa bakteria wanaoweza kubaki kwenye njia ya mkojo baada ya mawasiliano ya karibu. Kwa kufanya hivi mara baada ya tendo, unapunguza hatari ya kupata maambukizi ya njia ya mkojo na kulinda afya yako kwa ujumla. Jambo la pili ni kudumisha usafi wa sehemu za siri kwa njia sahihi. Inashauriwa kuosha kwa kutumia maji safi na sabuni laini ili kuondoa uchafu au vimelea vinavyoweza kubaki baada ya tendo. Usafi huu husaidia kupunguza uwezekano wa maambukizi ya bakteria, fungus au virusi, hasa kama kuna michubuko midogo isiyoonekana kwa urahisi. Ni muhimu pia kuhakikisha kuwa unasafisha kwa upole bila kutumia kemikali kali ambazo zinaweza kuharibu uwiano wa asili wa ngozi na kusababisha muwasho au ukavu. Kwa kufanya hivi mara kwa mara, unalinda afya ya mfumo wa uzazi na njia ya mkojo kwa ujumla. Na pia unasaidia mwili wako kubaki katika hali nzuri ya kujikinga dhidi ya vimelea vinavyoweza kusababisha magonjwa mbalimbali. Jambo la tatu ni kuhakikisha usafi wa kinywa, hasa kama kulikuwa na mawasiliano ya karibu yanayohusisha mdomo. Inashauriwa kutumia dawa ya kusafisha kinywa kusaidia kupunguza uwepo wa vimelea na kuboresha afya ya kinywa kwa ujumla. Epuka kutumia mswaki mara moja ikiwa kuna uwezekano wa michubuko midogo, kwani hii inaweza kuongeza hatari ya maambukizi kwa kuruhusu bakteria kuingia moja kwa moja kwenye mfumo wa damu. Badala yake, tumia njia laini ya kusafisha kinywa, kama kusukutua kwa maji safi au dawa maalumu ya kusafishia kinywa inayopatikana madukani. Hatua hii husaidia kuondoa vimelea vinavyoweza kubaki na kulinda kinywa chako dhidi ya maambukizi yanayoweza kuathiri afya yako kwa ujumla, hasa ikiwa kuna mawasiliano ya karibu kati ya wenza. Jambo la 4 ni kunywa maji ya kutosha baada ya tendo la ndoa. Maji yana nafasi kubwa sana katika kusaidia mwili kujisafisha kwa asili, kwa kusaidia mfumo wa mkojo kufanya kazi vizuri zaidi. Unapokunywa maji ya kutosha, unachochea kukojoa mara kwa mara, jambo ambalo husaidia kuondoa bakteria walioweza kuingia kwenye njia ya mkojo wakati wa mawasiliano ya karibu. Aidha, maji husaidia kurejesha nguvu ya mwili na kuimarisha mzunguko wa damu, jambo ambalo ni muhimu kwa afya ya jumla ya mwili baada ya tendo la ndoa. Ni vyema kunywa maji safi badala ya vinywaji vyenye sukari nyingi au kafeini, kwa sababu vinaweza kuathiri uwiano wa mwili na kupunguza uwezo wa mwili kujirekebisha haraka. Jambo la 5 ni kuvaa nguo safi na kavu baada ya tendo la ndoa. Baada ya mawasiliano ya karibu, mwili unaweza kuwa na unyevunyevu ambao unaweza kuunda mazingira mazuri kwa ukuaji wa bakteria na fangasi. Kubadilisha nguo na kuvaa nguo safi, hasa za ndani zinazopitisha hewa vizuri kama pamba, husaidia kuweka eneo hilo likiwa kavu na salama. Ni muhimu kuepuka kubaki na nguo zilizoloa jasho au majimaji kwa muda mrefu, kwani hali hii inaweza kuongeza uwezekano wa kupata muwasho au maambukizi ya ngozi.
Hatua hii ndogo ina mchango mkubwa katika kulinda afya ya sehemu za siri na mwili kwa ujumla. Jambo la 6 ni kupumzika na kuupa mwili muda wa kurejesha nguvu. Baada ya tendo la ndoa, mwili hutumia nishati nyingi na mifumo mbalimbali ya mwili hufanya kazi kwa kasi zaidi. Kupumzika husaidia mwili kurudi katika hali yake ya kawaida na kuimarisha mifumo ya kinga. Usingizi mzuri au hata kupumzika kwa muda mfupi husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya ya akili na mwili kwa ujumla. Aidha, kupumzika pamoja na mwenza wako kunaweza kusaidia kuimarisha uhusiano wa kihisia, jambo ambalo ni muhimu katika afya ya mahusiano ya muda mrefu. Jambo la 7 ni kuzingatia dalili zozote zisizo za kawaida baada ya tendo la ndoa. Ni muhimu kufuatilia mwili wako na kutambua mabadiliko yoyote kama maumivu yasiyo ya kawaida, muwasho au dalili nyingine zisizo za kawaida. Dalili hizi zinaweza kuwa ishara ya maambukizi au tatizo jingine la kiafya linalohitaji uangalizi wa haraka. Usipuuze dalili ndogo kwa sababu zinaweza kuwa mwanzo wa tatizo kubwa zaidi. Endapo utagundua hali isiyo ya kawaida, ni vyema kutafuta ushauri wa kitaalamu mapema ili kuepuka madhara makubwa zaidi na kuhakikisha afya yako inalindwa kwa wakati. Jambo la 8 ni kuendelea kuwa na mawasiliano mazuri na mwenza wako kuhusu afya na usalama. Mazungumzo ya wazi kuhusu afya ya uzazi, vipimo na matumizi ya kinga ni muhimu sana katika kuzuia maambukizi na kuimarisha uaminifu katika mahusiano. Wenzi wanapaswa kuwa tayari kushirikiana katika kuchukua hatua za kulinda afya zao kwa pamoja, ikiwa ni pamoja na kupima mara kwa mara na kufuata ushauri wa kitaalamu. Mawasiliano haya husaidia kujenga uelewa mzuri na kupunguza hatari zinazoweza kujitokeza katika maisha ya kimahusiano. Kwa ujumla, hatua hizi ni muhimu katika kupunguza hatari ya maambukizi mbalimbali yanayoweza kuathiri mwili baada ya tendo la ndoa. Pia ni muhimu kuzingatia matumizi ya kinga kama kondomu ambazo husaidia kupunguza hatari ya maambukizi ya magonjwa ya zinaa pamoja na mimba zisizotarajiwa. Aidha, wanandoa wanashauriwa kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara ili kubaini hali yao mapema na kuchukua hatua sahihi. Baadhi ya maambukizi yanaweza kukaa mwilini bila dalili za haraka. Hivyo, vipimo vya mara kwa mara ni njia bora ya kujilinda. Magonjwa kama Human Papilloma Virus na HIV yanahitaji ufuatiliaji wa karibu wa kitabibu ili kudhibiti athari zake. Kwa kuzingatia ushauri huu, utaweza kuimarisha afya yako na kuishi maisha yenye tahadhari na usalama zaidi katika mahusiano yako. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.